Naam, karibu mtazamaji kwa taarifa za leo mashinani. Mimi ni Mashirima Kapombe, ikiwa ni siku ambayo tumekuandalia taarifa kadha wa kadha, mojawapo ikiwa ni kuhusiana na maadhimisho ya siku ya mtoto Mwafrika humu nchini, na pia kuna taarifa nyingine kuhusiana na dunia kuadhimisha siku ya kuwalinda wakongwe, ambayo ni taarifa iliyoandaliwa na Carol Nderi kuhusiana na wakongwe humu nchini wakilalamikia kuwa wametelekezwa. Lakini pia tuna makala yetu maalum ambayo tutakuletea mwendo wa saa 1:30 baada ya taarifa za KTN leo, makala ya Siha Mpakani ambayo itakuwa yanatoa taswira ya jinsi mambo yalivyo katika kaunti ya Mandera, na ni kaunti ya pekee ambayo inahudumia wananchi sio tu wa taifa la Kenya lakini pia wa taifa la Somalia. Hayo yote ni baadaye. Kwanza tuangazie taarifa kuhusiana na tupate kionjo cha Siha Mipakani. Eneo la kaskazini mashariki ya Kenya limepigwa kurunzi kwa muda kuhusiana na masuala ya usalama. Lakini kuyalenga sana masuala hayo kumefanya sekta nyingine muhimu kusahaulika. Sekta kama vile afya, elimu na miundo misingi, hasa barabara. Utafiti wa mwaka 2013 unaonyesha kuwa Mandera na viunga vyake inaongoza ulimwenguni kwa idadi ya wanawake kufariki kutokana na kukosa huduma au hata mhudumu wa afya, hasa kwa kina mama wajawazito. Baadhi wakiangamia mkononi mwa wakunga wa kitamaduni kutokana na kuvuja damu, kwani vifaa wanavyotumia kwa upasuaji ni nyembe na visu. Huduma chache za utabibu zinazopatikana Mandera vile ndizo zinazoshindaniwa kati ya Kenya na raia wa Somalia, hususan wale wanaoishi katika eneo la Bulahawa, kwa kuwa taifa la Somalia halina huduma zifaazo za afya. Naam, ndio makala yetu ya hii leo, Siha Mipakani, ambayo tutakuletea mwendo wa saa 1:30 katika baada ya taarifa za KTN leo kwenye KTN News peke yake. Kwa hivyo endelea kuwa nasi ili uweze kupata uhondo kamili. Kwengineko, watu wa familia moja katika eneo la Teso, kaunti ya Busia, wanaishi kama wakimbizi baada ya majirani zao kuchoma makazi yao kwa kisingizio kuwa ni wachawi. Naibu wa chifu wa eneo hilo anashukiwa kuwachochea wanakijiji kuzichoma nyumba hizo. Agnes Penda ana maelezo kamili. Watoto wadogo 22 na watu wazima wamekosa makao tangu siku ya Jumatatu. Mapema wiki hii, watu wanaodaiwa kwa majirani waliwavamia usiku na kuzichoma nyumba zao baada ya kudai kuwa familia hiyo ilihusika katika kumroga na kumuua mmoja wa majirani aliyefariki kwa ghafla. Sasa sisi tunaanza kupiga nduru, watoto akachimbia, akakuja, akatoroka tena. Alafu sisi akapata chance ya kutoka kwa nyumba kuchimbia. Sasa sisi kuchimbia tena karudi. Sasa si mimi na mzee wangu na msichana wangu akaanza kukimbia sana kwa muogo. Familia hiyo inasema majirani wametaka kuangamiza baada ya kuchochewa na naibu wa chifu eneo hilo anayesemekana kuongoza msafara wa wanakijiji usiku huo kuwavamia. Tukasikia nduru kwa wazazi kule chini. Nikaambia watoto wa kanisa ambao nilikuwa nayo, tafadhali tusaidia wazazi. Tukakimbia pale, tukatawanyisha hao watu, tukidhani ya kwamba waweza wakarudi tena. Na tulipokaribia pale, mtu mwenye tulipata ya kwanza ilikuwa assistant chief, akishika kibiriti na wameshamwaga petrol. Familia hiyo ilipokea msaada wa blanketi, sasa imekita kambi katika afisi ya kamishna wa kaunti kwa usalama wao. Ikianza kazi yake wachunguze exactly ni watu gani wale walihusika. Manake mambo ya ushirikina na kama ni uchawi, iko kifungu kile cha Witchcraft Act ambacho kinahitajika kutumika wakati iko ushahidi wa mtu anayehusika na vitu kama hizo.
Nyumba 10 na kanisa ziliteketezwa moto, huku mimea na mifugo ikiharibiwa na jamaa hao waliokuwa wameazimia kuiangamiza familia hiyo nzima. Kufuatia kisa hicho, wakazi wa kaunti ya Busia wametahadharishwa dhidi ya kuchukua sheria mikononi mwao. Agnes Penda, KTN News. Mbali na taarifa hiyo, taarifa nyingine kuu ambayo tunazidi kuifuatilia hii leo ni kustaafu kwa Jaji Mkuu Daktari Willy Mutunga, ambaye hii leo amefanya kikao chake cha mwisho katika mahakama ya juu, ambapo ameweza kutoa maelezo kuwa ama kutupilia mbali kesi ya kupinga kustaafu kwa majaji katika umri wa miaka 74, na tayari kutokana na uamuzi huo ambao alisema umetokana na kujiondoa kwa majaji, basi majaji Kalpana Rawal na Philip Tunoi hawana budi ila kustaafu. Pia baadaye alitoa hotuba yake ya mwisho katika mahakama, na tutakuwa tunaungana na mwanahabari wetu Francis Mtalaki ili aweze kutueleza zaidi kuhusiana na hotuba yake Dr. Willy Mutunga pamoja na hisia za walioko katika mahakama ama wanaofanya kazi katika mahakama hiyo, ili aweze kutueleza hisia zao. Lakini kwenye taarifa nyingine, siku ya wakongwe ulimwenguni uliadhimishwa jana katika kaunti ya Nyeri. Wazee wa sehemu hiyo walijitokeza kushiriki kwenye matembezi kama anavyoarifu Carol Nderi. Hatua moja baada ya nyingine, wakongwe hawa walijikakamua kabisa na kujikaza bila ya kukubali uzee kuwa kizingiti cha kuzuia azma yao ya kukamilisha matembezi ya kilomita 4 mjini Nyeri. Zoezi hilo likiwa la kuadhimisha siku ya wakongwe duniani. Miaka 10 sasa tangu siku hiyo kuzinduliwa duniani kwa madhumuni ya kukumbusha jamii kuwa lazima wakongwe watunzwe. Kukula chumvi ni jambo lisiloepukika, ni jambo la kawaida, na ndio ujumbe bibi huyu Beatrice Nyagothie na babu James Ndirango walitaka kuwashinikizia wale wanaosahau kuwa wao pia watazeeka. Shinda ile ni naye, sisi ni masikini. Wazee mwanamke mwanaume ni masikini. Sisi hapa nataka chipaga chakula sawa sawa. Shauri watoto naenda kwa town, sisi naumia tu. Angalia hawa umaone. Manasomisa watoto na hakuna kitu. Hapana kinyira wa kina mama wazee. Sisi bado wana kitu. Sisi naumia tu huko kwa machamba. Hata kama ni machamba, wasikari ikisema iko machamba ya watu wote, sisi bado ona. Kila kitu sisi bado ona. Nyanyaganyo. Machungu yakidhihirika wazi kuwa wakongwe wametelekezwa. Uchungu kwa maana kwa nini ile kitu na wazee hakuna kitu manaona? Kwa nini? Matupatie kitu ile ya kutusaidia wazee. Wakfu wa Purity Elderly Care hushughulikia maslahi ya wazee katika eneo la Mlima Kenya, na maadhimisho ya siku hii ya kimataifa ni hafla inayofaa kupewa uzito zaidi na wahusika. Joyce Wanjiku alianzisha wakfu huu baada ya kifo cha mamake Purity, na kwa heshima ya mzazi akakata kauli kwanza kuwatunza kina mama wakongwe pamoja na babu waliosahauliwa na watoto wao, wajukuu zao na jamii kwa jumla. I Wanjiku Wadokuru, I'm simply saying, if you have an issue with your parent because of property, because of land, get your own. What it is that we are doing, we tend to actually try to steal from them. We try to take away from them. They acquired it. They earned it. What is it that you're doing as a human being? Go acquire your own. Stop abusing your elderly people. We have people in prison, elderly people who have been abused by kids or who are killing each other because of land. Katika zahanati kuu ya serikali ya Nyeri, wazee hao walipata matibabu bila kutozwa ada na kushauriwa juu ya njia za kujitunza. Kuzeeka ni mojawapo ya hatua za kawaida za maisha, na kila mmoja atapitia hapo iwapo atajaliwa miaka nyingi duniani, na basi jamii inahimizwa kuwazingatia na kutunza maslahi ya wakongwe ndani ya jamii. Carol Nderi, KTN, Kaunti ya Nyeri.
Kutoka kaunti ya Nyeri tuelekee hadi katika kaunti ya Embu ambapo gavana wa kaunti hiyo Martin Wambora amewaonya wanakandarasi wanaoilaghai kaunti hiyo mamilioni ya pesa kwa kukosa kutekeleza kazi zao. Wambora amesema kuwa kaunti hiyo imewahamasisha maafisa wanaoshukiwa kuhusika katika kushirikiana na wanakandarasi hao ili kuibia kaunti ya Embu kwa kufanya miradi ya maendeleo. Kaunti hiyo pia imetangaza kufanya uteuzi wa wanakandarasi kupitia baraza la wafanyabiashara katika kaunti hiyo ili kuhakikisha kuwa wanakandarasi wanaofaa ndio wanapewa kazi za kaunti hiyo. We have decided that we are going to involve the chamber in verifying contractors who are not well known by the procurement department or by the county government, so that we ensure that tenders are going to the well-known business people and contractors who are genuine. So the role of the chamber will be to work on due diligence in vetting the unknown procurement applicants. We also urging all investors, foreign and direct foreign investors who are our neighbors, and also international, to come and work in our county so that we can develop our county and also we can invest in the land of opportunity. Familia moja katika kaunti ya Tharaka Nithi imelazimika kulala nje baada ya wahuni kuwabomolea nyumba yao. Inadaiwa kuwa Mama Rose Muthoni, mjane anayemiliki boma. Rose Muthoni alikopa shilingi 20,000 kutoka kwa rafiki yake ili alipe deni la hospitali. Rafiki yake aliitisha dhamana ya hati ya umiliki wa ardhi kwa mkopo huo wa shilingi 20,000 hadi pale Rose atakapolipa deni hilo. Baada ya kushindwa kulipa, inadaiwa kuwa aliyemkopesha pesa hizo anajaribu kumnyang'anya shamba lake. Unaporusha jicho kwenye kipande hiki cha ardhi hapa Chogoria katika eneo bunge la Maara, Tharaka Nithi, la kwanza linalomjia mtu ni wazo la kutaka kujua ni nini kilichojiri hapa. Migomba ya ndizi iliyotapakaa kote na magofu yaliyosambaa. Tunarifiwa kuwa wahuni waliibomoa nyumba ya Rose Muthoni, mjane aliyesononeka, na sasa hali si hali kwake tena. Muthoni alikopa shilingi 20,000 kutoka kwa rafikie ili aweze kulipa deni la hospitali. Rafiki aliyemkopesha hela hizo anadaiwa kumuitisha Muthoni hati ya umiliki ardhi ikiwa ni dhamana ya deni hilo la shilingi 20,000 hadi pale Muthoni atakapolipa. Sasa Muthoni, ambaye hajui kusoma wala kuandika, ameshindwa kulipa shilingi hizo 20,000 na sasa aliyemkopesha amesalia na hati ya umiliki ardhi ya kipande cha ardhi kinachokadiriwa kuwa cha thamani ya shilingi milioni 2. Yapo madai kuwa aliwalipa wahuni kuja kumbomolea Muthoni nyumba ikiwa ni njama ya kutaka kuchukua shamba lake. Watu wanajindai kwa sababu wako na pesa, wanaangamisha maskini wa kawaida. Na ndio mimi nasema mambo kama umeona wamechomea kijana, wamechomea mama, na ni mama widow by the mzee wake alikufa kitambo. Umeona hapa nyumba ilichomo, wamekuja wamekatakata mandizi, na pia wanasema ya kwamba ati wamenunua shamba. Wananunua shamba, mama mjane aende wapi? Muthoni na wanawe wamesalia taabani na kulazimika kulala nje baada ya nyumba yao kubomolewa. Majirani walikusanyika hapa kutafuta njia na namna ya kuisaidia familia hii. Vile wale vijana walikuja wakaingia kwa shamba wakiwa walevi, wakiwa wanaonekana wamekunywa vitu mingi. Ndio huyu mama mwenye hii boma juu alikuwa hapa kwake, ndio watu Kiswahili walikuja akaanza kupiga duru. Wakati ule mama alianza kupiga duru, ndio majirani wakaanza kuingia, wakaangalia hii mambo. Alafu wakati alikuja akaona watu ni wengi na venye wako hawatuwezi kuwaingilia. Sasa sisi tulinyamaza, wakafanya kazi yao, tulikuwa tumenyamaza ndio hatukuweza kufanya chochote. Tumeungana pamoja kusema hii shamba hakuna mahali inaenda. Hata kama ni hiyo pesa yake yenye anasema 29,000 na hii shamba ni ya milioni kama 2, hatuwezi kubali shamba iende kwa sababu ya shilingi 29,000. Kiongozi mmoja wa vijana katika eneo hili, John Misheni, amesema si haki kwa haya kutendeka na itafaa iwapo viongozi au wahusika watachukua hatua ya kumtafutia haki mjane Rose Muthoni.
Carol Nderi, KTN Mara, kaunti ya Tharaka Nithi. Mtazamaji, kuna mengi zaidi tuliokuandalia, na pumzika kidogo, nitarejea katika muda usio mrefu na taarifa zaidi pamoja na makala ya leo nyanjani, ambapo tutakuwa tunazungumzia siku ama maadhimisho ya siku ya mtoto Mwafrika. Karibu tena na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Wakazi wa Mogotio wanalalamikia kuwepo kwa punda katika barabara ya Kabarnet Nakuru. Punda hao ambao hawajatengewa pahala maalum husalia kando kando ya barabara hiyo kabla ya kuingia katika kichinjio cha Goldox, huku wakihatarisha maisha ya wanaotumia barabara hiyo. Victor Ugale na taarifa zaidi. Kichinjio cha punda cha Goldox mjini Mogotio kilipofunguliwa mwezi Aprili kilileta mwamko mpya kwa wakazi wa eneo hili, hasa kwa kuwa ajira ilikuwa imewasili vijijini. Miezi miwili baadaye malalamishi yameanza kuchipuka. Pokori Korora ameajiriwa kuwalinda wanyama hawa kabla hao kupata zamu ya kuingia katika kichinjio cha Goldox. Anatuelezea kuwa pamoja na wake wawili watapata shilingi 400 kwa siku kwa kuwalinda. Hii yote naingia leo. Saa 6, saa 8 yote naingiza huko. Wote wanakala tena barabara. Kesho nauliwa yote. Hii ndiyo taswira kamili katika barabara ya Kabarnet Nakuru, kwani mamia ya punda hulishwa pahala hapa. Kuwepo kwao pahala hapa kando ya barabara hii kunazidi kuhatarisha maisha ya wasafiri, huku wakisubiri kuingia katika kichinjio cha Goldox.
Unajua punda naye sio kitu wa kuondoka haraka kwa njia. Naendaga slow. Sasa magari naweza leta accident kwa maana saa ingine mwingine iko nyuma yako. Na wewe ulikuwa unakimbia ndio hii punda unafunga brake ule iko nyuma ajui nini inaendelea. Sasa hata inakuja gongo ya nyuma. Mimi mara kwa mara huwa tunaifunganga brake mingi sana kwa hapo. Na tumeambia hata hawa sasa kama mnaielewa hii story ya punda mnafaa kukuja kuchinjia pale, si mtafutilie sehemu moja. Hizi punda kama inawezekana iwe ziko barabarani inaweza kuwa mzuri sana, zinasumbua sana. Manake unaweza kuwa kwa spidi kama ya 60 zinaanza kuvuka na ni kwa kona, inabidi sasa unakanyanga gari hash brake. Mita chache na kiwanda hicho ni bwawa la maji ambalo wakaazi wanatuelezea punda hao walipigwa marufuku kutumia maji hayo. Vile punda ilifika tu baada ya wiki 2 hivi. Hii maji ndio ilikuwa imeanza kunuka vibaya. Ni kama kuna kitu ilikufia ndani ama sijui. Na tunashumu inaweza kuwa ni harufu ya hiyo punda. Kwa sababu wanakuja wanahara huko inakojolea maji. Hii kupe kuna wanyama wanatembea hapa kama tuseme kama tortoise. Nini? Inaitwa nini? Msekope. Na sana msekope wakati hii mapunda wanatembea. Na mtazamaji, tuingie katika sehemu yetu ya leo nyanjani, ambapo kama nilivyokuarifu awali tutazungumzia masuala ya mtoto wa Afrika, ikiwa ni siku ya maadhimisho ya mtoto Mwafrika. Hapa studioni tuko naye mgeni wetu wa hii leo ambaye ni Jean Paul Murunga, lakini naarifiwa kuwa tutakuwa na mahojiano katika muda usio mrefu, maana kuna jambo lingine linalotokea hivi sasa. Tunaenda moja kwa moja hadi katika maeneo ambapo viongozi wa CORD wanatoa habari kwa wanahabari kuhusiana na wale washukiwa wa uchochezi ambao bado wanazuiliwa hivi sasa. Kiongozi wa CORD Kalonzo Musyoka ndio anazungumza. Tupate picha hizo. Through a crackdown on freedom of speech in the name of national security and public order. The move has taken a more ominous turn as the government has struggled to prevent the release and dissemination of incriminating evidence concerning corruption involving top government officials. The efforts have included the push to undermine the independence of the judiciary, to stifle freedom of the media, and the peddling of various conspiracy theories to blackmail and silence critical voices. One such conspiracy theory came from the Ministry of the Interior a few weeks ago, that CORD is working with regional states to destabilize the country. A claim that has never been substantiated and for which no one has been arrested and charged. We have seen new restrictive moves against social media activists in ways that are undoubtedly authoritarian and repressive. This pattern is definitely a hint of desperation, but it poses grave danger to our stability and basic and fundamental freedoms as we race towards election in a year's time and well into the future. Some of what we are witnessing amounts to the suspension of the Constitution, illegal declaration of state of emergency, and emergence of rule by decree. Kenya is sliding into a society in which the government is directly threatening opposition politicians, depriving them of freedom of speech and assembly in public and other places, as well as fabricating trumped-up charges against opposition leaders. Persistent threats have become everyday things in the life of the opposition. Everybody who calls for accountability, for equity, fairness in government, immediately becomes an enemy of the regime. A few days ago, a member of parliament called for Right Honorable Raila Odinga's assassination. In Nakuru, a member of parliament called for the forceful eviction and relocation of members of other communities from the town
and its environs. In both cases, the Jubilee regime saw need to act until our members protested. Then, the members of parliament who called on the state to guarantee the security of all Kenyans and challenged the president to play his rightful role as everyone's president became accused of hate speech. Together with their colleagues, whom they had complained against, they have been held incommunicado, essentially unofficially detained without trial. We are not going to Naam, ni kinara wa CORD Kalonzo Musyoka hapo akiwa anatoa maelezo kuhusiana na kashifu wanazotoa kwa serikali kwa matamshi yao ya hivi majuzi kuhusu mipango ya baadhi ya viongozi kuisambaratisha serikali, na pia ameweza kutaja kuwa ni kama kuna njama ya serikali kuhujumu uhuru wa wanasiasa wa upinzani. Haya yote yanatokana na jinsi ambavyo wanasiasa 8 wameweza kuzuiliwa katika vituo vya polisi mbalimbali vya Pangani na Muthaiga kutokana na tuhuma za uchochezi. Tutarejea baadaye kwa mwanahabari wetu Dorcas Wangira ambaye yuko huko ili aweze kutupatia maelezo zaidi kuhusiana na yanayojiri katika eneo hilo. Lakini tukiingia katika mahojiano yetu ya leo nyanjani hii leo, kama nilivyokueleza, tuko naye Jean Paul Murunga ambaye atakuwa anatueleza zaidi kuhusiana na maadhimisho ya siku hii. Asante sana kwa kufika katika studio zetu. Nashukuru dada Mashine. Naam, kwanza kabisa kumekuwa na hizi ripoti ambazo mmetoa na mmeweza kutaja kuwa viwango vya ukeketaji humu nchini vimeshuka kuanzia mwaka wa 1998 hadi mwaka wa 2014, lakini kwa upande mwingine viwango hivi vimepanda kutokana na kwa wahudumu wa afya. Tueleze kidogo ni kwa nini kumekuwa na kisa hicho? Kisa hichi kimekuwa kwa sababu pale mwanzoni wale walipokuwa wakipigania vita dhidi ya ukeketaji walikuwa wanaichukua kwa njia ya afya, kwamba ule ukeketaji unaathiri afya ya mtoto, afya ya msichana, lakini kuja baadaye tukaamua kwamba hii ni haki, kwamba yule msichana ana haki afya yake iwe njema. Mbali na afya, tukagundua kwamba ukeketaji pia inaathiri elimu yake, kukuaji kwake kama msichana, na pia kwa jumla kijamii. Tukiangalia zile jamii ambazo zinatekeleza ukeketaji, unakuta kwamba hata kimaendeleo inaathiri hata maendeleo ya wale wasichana. Kwa hivyo katika hiku kubadilika, basi wale ambao walikuwa hawajahamasishwa, sana sana wale hudumu wa afya, wakawa bado wanajaribu kuendelea kufanya ukeketaji katika kliniki zao, katika sehemu zao za kazi. Lakini sheria ilipopitishwa ikaamua kwamba hata awe mhudumu wa afya, awe daktari, ukeketaji sasa imekataliwa. Kisheria imekataliwa. Yoyote yule ambaye akipatikana akikeketa, basi anachukuliwa hatua. Kama ni mhudumu wa afya, hata leseni yake huenda akaipoteza. Kwa hivyo kwa sasa hivi kuna vita dhidi ya ukeketaji, hata awe ni daktari ama mtu yoyote yule. Naam, naje kuna yoyote mhudumu yoyote wa afya ambaye ameshawahi kukamatwa kutokana na tuhuma kama hizo? Ndio, kumekuwa na visa sana sana katika kaunti ya Kisii, kumekuwa na visa vimeripotiwa, lakini bado pia upelelezi unaendelea, na katika kuhamasisha jamii pia unakuta visa vinapungua, lakini inaonekana kwamba huo ndio mtindo mpya ambao sasa hii shida ya ukeketaji inachukua huo mkondo wa kwamba madaktari, wahudumu wa afya. Lakini kwa sasa hivi pia kuna hamasisho kati yao kwamba wale ambao wakipatikana na hii shida, basi inakuwa leseni zao zinanyang'anywa, inakuwa basi wao waweze wakaendelea na zile kazi zao, na pia inaenda kinyume na kile kiapo chao cha huduma ya afya. Kwa hivyo japokuwa hakuna yule ashashtakiwa wakati huu, lakini kuna upelelezi unaendelea haswa katika hiyo kaunti niliyotaja. Naam, tukizungumzia haswa masuala ya elimu hivi sasa ilivyo nchini, je, mnaridhishwa na viwango vya elimu humu nchini na idadi ya watoto ambao wanapata elimu? Haturidhishwi, isipokuwa tunaishukuru serikali, maana kuna hatua imefanywa. Kwa mfano ukiangalia bajeti iliposomwa juzi, unakuta kwamba bajeti ya elimu iko juu. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba elimu itaenda iwe juu zaidi na watoto wengi wapate elimu nzuri, elimu bora, idadi yao iongezeke, na hata ile hali ya elimu. Kwa mfano ukiangalia idadi ya wanafunzi kwenye darasa, utakuta kwamba itapungua pengine kulingana na ile bajeti iliyowekwa. Kwa hivyo kwa kiasi fulani kuna maendeleo, lakini bado kuna zaidi ambayo serikali inabidi ifanye, na hata mashirika ya kijamii na hata wazazi wahamasishe watoto waende shuleni, wale wasichana wadogo wanaoolewa. Kwa mfano ukiangalia utafiti sasa hivi unaonyesha kwamba kuna zile kaunti ambazo wasichana wengi wadogo wanaolewa. Ukiangalia sehemu za Kwale, sehemu za Pokot, sehemu za Samburu, basi uhamasishaji unafaa uendelee, na serikali nayo ihimishe vyombo vya sheria na vyombo vya usalama kwamba yule atakayepatikana na kosa la kumwoa mtoto mdogo, kumwoa
msichana au kumuoza binti yake kabla hajafikisha ule umri wa miaka 18, basi achukuliwe hatua. Maana sheria ipo saizi ambayo inafaa isaidie kuhakikisha kwamba elimu inaendelea, hawa watoto wako shuleni hadi miaka 18 na ikiwezekana waende zaidi juu. Maana kwa sasa hivi serikali inatupatia elimu ya msingi na elimu ya sekondari, lakini bado elimu ya juu bado unajilipia, ama kuna wale wachache tu wanalipiwa na serikali. Naam, tukisalia na swala hilo la elimu, ndio idadi ya wanafunzi imeongezeka katika shule mbalimbali kutokana na kuwa kuna ule mpango wa elimu ya bure. Je, hata kama idadi ya wanafunzi imeweza kuongezeka, ile elimu wanayopata inastahili? Inastahili, isipokuwa bado kuna changamoto. Kuna changamoto maana kuna zile sehemu ambazo hata madarasa ukizitizama unakuta kwamba bado hazina umeme, isipokuwa serikali inajaribu saizi kutia umeme hata sehemu za mashinani, lakini bado kuna hizo changamoto. Kuna changamoto upande wa vitabu, kuna changamoto upande wa upungufu wa walimu. Sehemu zingine ushaona kwamba kuna wale wanaojitolea kuelimisha wanafunzi, maana walimu hawapo, ama kwa sababu ya usalama walimu hawawezi wakaenda kufundisha sehemu zile. Kwa hivyo changamoto zipo na tunaihimiza serikali, haswa Wizara ya Elimu, maana saizi pia unaona yule aliyepo katika Wizara ya Elimu anajaribu kujikakamua. Tunawahimiza kwamba waendelee, watie shinikizo hata kwa wazazi pia, ili tuendelee mbele, maana hiki ndicho kitakachookoa hata vizazi vijavyo. Naam, kuna swala ambalo umegusia kuhusiana na ndoa kwa watoto, ambapo hivi sasa tuna ile sheria ya mwaka 2014 ambayo imepitishwa kuonyesha kwamba umri wa mtoto kuoa ama kuolewa inafaa kuwa zaidi ya miaka 18. Je, sheria hiyo inatekelezwa haswa katika maeneo ambayo yanaonekana kama yaliyotengwa? Sheria inatekelezwa, isipokuwa kuna changamoto nyingi sana. Maana kuna zile sehemu ambazo zimetengwa na unakuta kwamba hii ilikuwa tamaduni kwa sehemu za kwa mfano Kwale, Samburu, Pokot. Kwa hivyo unakuta kupiga vita ule utamaduni inakuwa changamoto hata kwa walinda usalama, hata kwa polisi wenyewe. Maana unakuta kwa mfano waweza akasema kwamba atatia mbaroni jamii nzima akikuta kwamba wanafanya kile kitendo, lakini kuna uhamasisho unaendelea, na tunahamasisha hata wenzetu na ndugu zetu wanaoishi hizo sehemu kwamba wawaelimishe wazazi, waelimishe wanafunzi, waeleze kwamba elimu ni muhimu na sheria ipo. Ile ambayo atapatikana na muoa msichana ambaye hajafikisha umri wa miaka 18, basi sheria inasema kwamba anafaa afungwe miaka 5 ama hata faini hela nyingi tu, ambapo unakuta kwamba sheria ipo, adhabu ipo, lakini hizo changamoto za utekelezaji ndizo zinazokita mizizi pale, zinashinda, zinafanya kwamba sheria hizi katekelezwa kamili, lakini kuna hatua zimefanyika, kuna maendeleo yanaendelea pale mashinani. Je, unadhani kuwa ni wakati ambapo kama ulivyosema kuna hamasisho inatolewa, lakini kuutoa ule utamaduni kutoka kwa baadhi ya wanajamii na kuwa ni vigumu? Je, unadhani kuwa ni wakati ambapo huenda yule ambaye anatekeleza kitendo hicho ama mzazi ambaye anamuoza mtoto wake ambaye yuko chini ya miaka 18 anastahili kukamatwa ili kutoa funzo kwa wale wengine? Anastahili kukamatwa, lakini tukiangalia upande ule mwingine pia, dadangu, ni kwamba unakuta kwamba pengine huyu mzazi ndiye anayemtunza yule mtoto, ana watoto wengine pia wachanga. Kwa hivyo ni changamoto, ni kama 50-50, maana anaposhikwa basi yule mtoto inabidi jamii iwe tayari kumpokea yule mtoto na kumtunza. Lakini kwa sasa hivi hatuna hiyo mitandao, jamii yetu haina hiyo mtandao, serikali haina huo mpango. Ndio serikali imezindua mpango wa kulinda watoto ambao unasema kwamba itakuwa 2015 hadi 2022, lakini unakuta ule mpango bado haujaanza kutekelezwa, hamna bajeti ambayo ishatengwa kwamba tutafanya hivi na kile. Kwa hivyo kuna uwezo, ndio sheria ipo, lakini unakuta unapotekeleza sheria basi hizi changamoto zinatokea. Maana yule mzazi naye hasa inakuta ana watoto wengine kule nyuma, kwa hivyo hata yule hakimu inabidi hasa amwangalie kwa huruma, maana kuna watoto wengine wachanga wanafaa wawe na yule mzazi. Ndio. Naam, asante sana Jean Paul Murunga kutoka shirika la Quality Now. Naam, shirika la Quality Now ambaye amekuwa akitueleza kuhusiana na changamoto na pia maendeleo ambayo yametokea katika mwaka uliopita kuhusiana na viwango vya elimu pamoja na viwango vya ukeketaji humu nchini katika siku ya kuadhimisha siku ya mtoto Mwafrika. Ametueleza mengi kuhusiana na changamoto ambazo huenda itakuwa muda mrefu kabla ya kuweza kutatua masuala haya dhidi ya mtoto, lakini anasema maendeleo yapo na lazima hamasisho iendelee kwa jamii ili kumwezesha mtoto ama maisha ya mtoto yaweze kuimarishwa. Napumzika tena kidogo, tarejea katika muda usiokuwa mrefu na taarifa zaidi. Endelea kuwa nasi. So we know about hate speech, and we are not engaging in hate speech. And we know who appointed him. We also know who appointed him. We know why he has now become the parrot of the Jubilee. We know that the intention is to divert attention
from the issue of IEBC. We will not be diverted. Our attention will be clearly focused